الحمد لله الذي وصف القرآن بقوله إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والصلاة والسلام على رسول الكريم الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Ametuwezesha jana Mwenyezi Mungu kwa neema zake na baraka zake tukasoma maneno yake matukufu, wassamai dhati rajai wal ardi dhati sada. Na katika maneno hayo tukaona neno arraja kama lililobeba hiki kiapo cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huku kurejea mvua kuitwa kitu chenye kurejea. Tukaiona ile ni continuous water cycle, ule mzunguruko wa maji ambao hausimami, kwamba maji yanatokea ardhini, maji yanatokea kwa viumbe mbalimbali wa ardhini, kisha yanapata atabakhur, yana evaporate, alafu yakaenda kwenye anga yakapata takthif, yakaliandamana, kisha baada ya takthif yakapata atanwin, tusoma jana, nucleation, kisha ndio kunakuja atasahutu, kudondoka mvua, na ile mvua ikinyesha inarudi tena ardhini. Ndio maana ukatumika neno arrajai, mvua ikaitwa ni arrajai kwa sababu ni kitu kinachorejea pale pale kilipotoka. Sema wassamai dhati arrajai, na pia ikaitwa arrajai kwa sababu ya ikhtilafi almawasi, kutofautiana hii misimu ya mvua. Kila mwaka msimu unakuwa ni wa vuli, ikifika kile kipindi cha vuli mvua yanyesha, ndio kawaida. Isipokuwa kawaida watu wanashangaa kipindi cha masika, ikifika masika mvua inanyesha. Kwa sura hiyo ikaitwa arraja, kwamba wassamai dhati arraja. Lakini pia kwa ziada ni kwamba mvua imeitwa arraja kwa sababu ndio inaorejesha matumaini ya watu waliopotea, matumaini ya wakulima ambao wamepotea hurejeshwa na mvua, kwa kurejesha mimea ambayo ilikuwa haionekani. Wana ardhi dhati sada tuliona jana, na kwamba ardhi yenye pasuko lile la kutoa mmea tuliona kwa upana, na tukaona asadu, kuna ambao wanaosema ni mpasuko wote ule, hata ile asadu lil burkan, mpasuko wa volkano, kupasuka ardhi watu wakafufuka, kama mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam kazungumza kwamba ardhi inapasuka, ana awwal man tanshaqqa minhu al-ard, sio mimi ndio mtu wa kwanza ambaye itapasuka kwa ajili yangu ardhi itoke. Lakini kaita kwamba ardhi itapasuka, wengine wakaipeleka huko kwa Mtume Muhammad, kwamba Mwenyezi Mungu ameyapia ardhi kwa sababu ya kwamba wa kwanza kufufuka ni Mtume Muhammad, wakaita wal ardhu dhati sada. Lakini ikipelekwa kwa Mtume Muhammad, ikipelekwa kwa mimea, ikipelekwa kwa wote watakaofufuliwa, ikipelekwa kwa hiyo volkano, yote ni kuonyesha kwamba Qur'ani ni neno linalopambanua mambo makubwa katika, yani aya moja ya Qur'ani inaweza ikapambanua vitu vingi na vifafanua. Ndio maana Mwenyezi Mungu hapa mbele akatuambia innahu laqawlun fasl. Haka hii Qur'ani
ni ya kweli, ni maneno ya kweli. Lakini kumetumika neno faslun kuonyesha ukweli wa Qur'an. Ni kwamba kwa nini ni ukweli? Li'annahu yufassilu baina al-haqqi wal-batil, inapambanua baina ya haki na batil. Wal-Qur'an yafsulu au yufassilu, yasulu baina al-ma'lumat, yapambanua baina taarifa mbalimbali, wa baina al-ulumi wal-ma'arifi, baina elimu mbalimbali na maarifa. Kwa maana Qur'ani ni pana, akasema tu innahu, hakika hiyo Qur'ani, la qaulun faslun, ni neno la kweli mno lenye upambanuzi wa kila kitu. Qur'ani huweka pambanua kila kitu. Kama utaizingatia vizuri, Qur'ani huwa inapambanua kila kitu. Kwa hiyo kusema ni faslu ni sifa ya ukweli wake, yapambanua kila kitu na inakiweka wazi. Na huu ukweli ukaitwa faslu kwa sababu si kila chenye kupambanua kinafikia ukweli, lakini Qur'an inafikia kwamba ni upambanuzi wa kweli. Ukitaka upambanuzi wa kweli wa maisha, irejee Qur'an. Upambanuzi wa kweli wa elimu, rejea Qur'an. Upambanuzi wa kweli wa kila kitu, ma faratna fil kitabi min shay, hatukuacha katika hii Qur'ani chochote. Wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, na kila kitu tumekipambanua, ukipambanua kwa uzuri zaidi, kwa ukamilifu wake na kwa ukweli wake. Ndio Qur'ani inasema, walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani linnasi min kulli mathalin wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, kwa hakika tumefafanua katika hii Qur'ani kila kitu, na amekuwa mwanadamu ni zaidi ya kila kitu kwa kubisha, kwa kila kitu kutaka mjadala. Lakini Qur'ani yenyewe Mwenyezi Mungu anasema tumepambanua kila kitu. Kwa upambanuzi huo wa baina, ukitaka haki na batil ni ipi, haki ni ipi, marejeo ni Qur'ani. Ndio maana ikawa ni akbar wa a'zam masadir shari'ati al-Islam, ndio ikawa ndio chanzo kikubwa katika vyanzo vya sheria ya Kiislamu. Qur'ani ikiwa inakwenda kinyume na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi hizo zinakuwa itaambiwa kwamba hizi zimezushwa, itakuwa si hadithi. Qur'ani haiwezi kwenda kinyume na hadithi, bali hadithi inaifafanua nini Qur'ani na inatafsiri Qur'ani. Ijma, mapatano wanawazuoni, si ndio masadiru sharia ni 3 au 4 kama khalu, ni 3 au 4, ni Qur'an, hadithi, ijma, ndio masadiri makubwa. Na ngeka na qiyas ya 4 kuna ikhtilafu kubwa, lakini masadiri kubwa ni Qur'an. Kwa nini Qur'ani? Innahu la qawlun fasl, kwa hiyo Qur'ani ni kauli ya kweli yenye kupambanua kila kitu. Lakini tukija kwenye lugha, wamekhtalifiana wanawazuoni kidogo kwenye hii innahu idhamiri. Kwa mujibu wa tafsiri hii ya tafsiru al-Khatib al-Sharbini, asema kwamba wa fi hadha al-dhamiri qawlani, na mna kwenye dhamiri hii neno innahu, hiyo kauli mbili kubwa. Ahaduhuma, mojawapo, ma qalahu al-kuffar, ni ile aliyosema al-kuffar. Wal-kuffar alladhi na'ni, wal-kuffar alladhi na'ni al-kuffar al-kabira.
Tunamkusudia Kufal al-Kabir ambaye yeye ni al-imamu, kwa daraja kuwa ni imamu kubwa katika ulum, na kuna al-Kufal al-Saghir. Kimkuta katika hadithi kumetajwa qala al-Kufal, jua ni na vitabu hivi vya ilmu al-kalami na vitabu vingine katika tauhidi, katika hadithi na nini, vile Kufal al-Kabir. Ukiona Kufal katajwa qala al-Kufal katika vitabu vya fiqh, jua ni Kufal al-Saghir. Ni ilmu hiyo nayo muhimu kuichukua, tofautisha, lakini wote ni wanawazuoni wakubwa. Sasa asema wa huwa anna al-ma'na, hiyo dhamiri ni kwamba maana yake anna ma akhbartukum bi, ni kwamba yale niliyokuhabarishe, min qudrati, katika uwezo wangu, kutokana na uwezo wangu, ala ihyaikum yawma tubla sarair, kuhusiana au juu ya kufufuliwa kwenu siku ambapo siri zote za wanadamu zitawekwa wazi. Qaulun faslun wa haqu, ni kauli yenye kupambanua haki na batil, na ni kauli ya haki. Kwa hiyo kuna ambao wamerudisha kwenye aqrabul madhkur kwamba ni haya yote, yauma tubila sarair wasamai dhati raj'i wal ardi dhati sad'i, kwamba innahu la qaulun fasl, kwamba hiyo ni kauli ya kweli. Bali wengine sasa hiyo ni ya yaumu tubila sarairu tu, ni dhamiri, kwa sababu hiyo siku ndio kutajulikana kilichokuwa cha haki na cha batili, nani wa sawa sawa, nani si wa sawa sawa. Kwa hiyo asema hiyo al-Kufalu, hiyo fa innahu, hakika hiyo siku ambayo kutawekwa wazi siri za viumbe wote, la qaulun faslun, ni kauli yenye kupambanua. Ikiwa ni hivi, kwa nini itakuwa ni yenye kupambanua haki na batil? Kwa ndo atakayojulikana kwamba ni nani alikuwa ni shekhe, ni nani alikuwa ni shehena, kutajulikana ni nani alikuwa ndiye, ni nani alikuwa siye, ni nani duniani aliitwa mnafiki, kumbe mbele ya Mungu ni mchaji Mungu mkubwa, ni nani wanadamu walikuwa hamuoni wa maana, kumbe mbele ya Mungu ana maana kubwa, ni nani alikuwa anaonekana ni wa maana, kumbe mbele ya Mungu hana maana. Ni yauma. Kwa sura hiyo akasema hai dhamiri isikurudishwe huko al-Kufalu kabir. Sasa ndio tamko kubwa lilotajwa hapa karibuni, ni yaumu tubla sarair. Hii ni pande mwingine. Dhamir, tuko kwenye hiyo nini? Dhamir, innahu dhamiru sha'ni. Anasema ya pili, wa thani innahu aidun ala al-Qur'an, kwamba hiyo innahu, hiyo kwamba hiyo dhamiri inarudishwa kwenye Qur'ani. Ayil Qur'ana fasilan baina al-haqqi wal batil kama qila lahu furqan, ni kwamba hiyo Qur'ani ndio yenye uwezo kupambanua baina ya haki na batil, kama ilivyoitwa nini, ilivyosemwa kwamba Qur'ani ni furqan. Hii Qur'ani yusamma al-furqana li'annahu yufarriqu baina al-haqqi wal batil. Qur'ani inaitwa furqani kwa sababu ndio inayopambanua haki na batil. Na pale Mungu asema innahu, hakika hiyo irudishwe kwenye Qur'ani. Kwa nini isirudishwe kwenye yauma tubla sarairu? Ni kwa sababu ile siku ambapo siri zote zitadhihirishwa, ile inahtamili yauma al-qiyama peke yake, inabeba siku ya kiyama peke yake. Ni fasilu fi yaumi al-qiyama, fi yaumi din,
ni yenye kupambanua katika yaumul jazaa, siku ya malipo, yaumul hisab, siku ya kulipwa wanadamu wote walioyatenda. Lakini al-Qur'anu yafsulu fi dunya wa fil akhirah, Qur'ani hii yapambanua duniani na akhera. Ndio maana ni bora fasilun pale iitwe ni Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ina jiha mbili, na hii yaumu tubla sarair ina upande mmoja, na Qur'ani ina jiha mbili. Na pia kwa nini iwe Qur'an? Fala fasila fi dunya ghairu al-Qur'an, hakuna kipambanuzi katika dunia zaidi ya Qur'an. Hakuna ilmu ambayo inaweza ikapambanua kuliko Qur'ani. Ilmu zote ili ziwe ni sahihi lazima zikubaliane na Qur'an. Kutubullahi munazzala, vitabu vya Mwenyezi Mungu vilivyoteremshwa vyote vinne, zama zetu hizi haviwi ni sahihi mpaka zile ibara zake zikubalike na Qur'an. Ndipo aliandika katika kitabu kikubwa, lakini watu wanadhani kidogo, Hidayatul Atfal. Angalia pale kuna maneno kwamba yale yote ambayo kwa vitabu vilivyotangulia yakawa yanaendana na Qur'ani, basi hayo maelezo ni sahihi. Je, na hivyo vitabu vya Mungu? Je, elimu ambayo si vitabu vya Mungu? Hata sayansi hii gunduzi zake ili tuseme ni sahihi ziendane na Qur'an. Falsafa zilizokuwa sahihi ni zile zitakazoendana na Qur'an, kama ile falsafa unaita tulizozungumza pansikizi. Sasa kuna pansikizi na kuna panprotosikizi. Panprotosikizi, kuna pansikizi na kuna panprotosikizi. Pansikizi tulisoma kwenye alladhi qaddara fahada, tulisoma pansikizi iliendana na alladhi qaddara fahada, na ile kwenye falsafa iko kwenye mlango unaitwa philosophy of mind. Tafuta topic kwenye falsafa inaitwa philosophy of mind, pale ndio utakuta mambo ya pansikizi mpaka pansikizi, kuna sikizi nyingi tu. Sasa ya pansikizi ni kwamba all things in the world are fundamentals and objectors of the objectors, kwamba vitu vyote katika huu ulimwengu ni fundamento, alafu vinauelewa, vyote vinauelewa, yani vinauelewa. Wao wanadai kwamba kila kilichokuwepo katika dunia, watu wa falsafa, kina mwongozo, ule mwongozo unakipa uelewa. Ni alladhi qaddara fahada. Umeona Qur'ani hapo imekuwa fasilu fi ilmi al-falsafa, fi ilmi al-falasifa, kwamba Qur'ani imekuwa ni fasili, ni jambo lenye kupambanua katika ulumi ya falsafa, tuchukue kipi tusichukue kipi, ni Qur'an. Sasa hiyo tunaichukua pansikizi, kwa sababu ni kweli viumbe wanaoelewa chochote kilichopo na Mungu, hata jiwe linaelewa hii habari ya living things na living things, kwamba moja characteristics of living things should be irritable, ndio kuna irritability, iwe inahisi. Sasa jiwe linahisi, lakini limewekwa katika nani living things kwa mujibu wa Qur'an. Lakini tulisoma ile aya nadhani sura al-Baqara, thumma qasat qulubuhum fahiya kal-hijarat au ashaddu qaswa wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Hapo bado hujapata wa inna minha
lama yashakkaku fayakhruju minhu al-ma'u. Bado hiyo ni wapi? Wa inna minha lama yashakkaku fayakhruju minhu al-ma'u. Ya tatu na mwisho ndio tunaoitaka. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Here the story should have readability, sensitivity. Kwa hiyo kwamba a story is a sensible creature. Ndio. Jiwe ni kitu ambacho kina hisia. Kwa mujibu wa Qur'an. Anasema akielezea wale Mayahudi kwamba wana mioyo misusuavu kama mawe, migumu kama mawe, lakini katika haya mawe kuna nafuu pia kuliko hiyo mawe yao, kwa sababu inna min al-hijarati, kwani hakika mna katika mawe lama yatafajjaru minhu al-anhar, kuna jiwe ambalo kutokana na hilo jiwe nini? Mito. Na mito ukisoma moja kwa moja kwamba hivi mawe kweli ndio yanotoa mito upati, lakini mawe yanatoa springs, na springs ndio source of water, rivers, kwamba chemchemu zile ndio asili ya maji. Lakini katika hayo maji katika asili ya maji, katika hayo maji ni mito pia hutokana na chemchemu. Miongoni mwa vitu vinavyotoa mito ni chemchemu. Sasa hii aya ni sayansi ya miamba, lakini muda wa kuwa sayansi ya miamba imewafikiana na Qur'ani tunaichukua kwa sababu innahu la qawlun fasil baina al-haqqi wal batil, ni kauli yenye kupambanua kilichokuwa baina ya haki na nini na batil. Ninakuonyesha mifano tu, baadhi ya mifano ambayo unaweza kuchukua kule. Anasema inna minha lama yashakkaku, na hakika katika hayo mawe kuna jiwe ambalo lapasuka, fayakhruju minhu al-ma'u, maji yakatoka ndani ya hilo jiwe. Hili halina tatizo kwenye sayansi, ni kwamba mawe ndio asili ya maji. Qur'ani imezungumza huko, mageologists wamekuja kusema karne ya 19 kitu ambacho ni zaidi ya miaka 1400 kimezungumza na Qur'an, kwa sababu Qur'ani ndio hakimu wa maisha ya watu, na hapa sasa ni hakimu wa mazingira ya watu. Hapa Qur'an na mazingira ndio Qur'an na mazingira. Sasa ni Qur'an na milima, Qur'an na miamba, kwa sababu Qur'ani ni fasil. Hii ni mifano tu, katika taaluma iko mingi, lakini angalia ile mwisho, wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah, na hakika mna katika hayo mawe jiwe ambalo laanguka katika hayo mawe. Zile mchezo, kuna jiwe ambalo la poromoka kutoka juu kwa ajili ya kumhofu Allah subhanahu. Wewe lini umeanguka kwa kumhofu Mungu? Nikuulize hili swali. Lini umetoa machozi kama mawe yanarudia kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu? Lakini mara ngapi unaanguka kwa kufungwa timu? Mara ngapi unalia kwa kufungwa timu? Ni kila mmoja ana mizani ya moyo wake kwamba nini kilichokaa zaidi kwenye moyo. Maana huwezi tu kalia kama jiwe, yategemea Mungu mwenyewe kama kiasi gani ndani ya moyo wako, si ndivyo? Kwa hiyo Qur'ani kitu fasil, jambo kubwa sana na inastahili. Na tuendapo na hii kauli ya pili, Qur'ani imeitwa Furqan. Kwa kuitwa Furqan ndio inatafsiri kabisa innahu la qawlu fasl, kwa sababu Furqan kama tulivyosema yufarriqu baina al-haqqi wal batil, inatenganisha baina ya haki na batil. Lakini innahu la qawlun fasl, Fakhrur Razi anatuambia katika tafsiri yake katika hizi kauli mbili. Fakhrur Razi ndio mwenye tafsiri ile Mafatihul Ghaib,
ambayo pia tafsiri hiyo hiyo inaitwa inaitwa nini? Tafsirul Kabir, Fakhrur Razi, mwanazuoni mkubwa ambaye anatosha zama zetu. Tafsiri yake inazitosha nini? Zama zetu. Unajua kuna tafsiri ambazo unaweza ukapita nayo, lakini kwenye zama zetu haitoshi. Lakini Fakhrur Razi itafute Mafatihul Ghaib, au tafsiri nzuri sana ile inaendana na zama zetu na ya Tantawi, basi wewe itafute tu. Sasa sema Fakhrur Razi wal awwalu aula. Huyu yeye anasema maoni yake, kurudisha hii dhamiri kwenye yauma tubla sarai ni bora zaidi, lianna auda dhamir, anakwenda na kanuni za nahwu, kuirudisha dhamir ila al-madhkuri salih aula, kuirudisha dhamiri kwa kilichotajwa ambacho kimepita punde, kilichopita punde ni bora zaidi. Hizi kanuni za nahwu, lakini ile nahwu na kutomwambia Fakhrur Razi na Qur'ani na kanuni zake, ukisoma huko ulumu ya Qur'ani dhamira wanazipeleka inshallah. Mfano wa akthar al-mufassirin ala thani, tunaenda na akthar, na wengi katika wafasiri wameenda na hii ya pili, kwamba hapo kumekusudiwa Qur'an, kwa sababu hao ni akthar al-mufassirin na sisi ndio tafsiri yetu tunaenda nayo. Lakini ufahamu tu kwamba ziko fasiri za aina ngapi hizo? Mbili. Mwingine kufasiria innahu, hakika hiyo si kwa kudhihirishiwa siri za viumbe wote, la qaulun fasl, usigombane. Na ilmu huwa hamna kugombana. Ilmu ni kuchangiana mitazamo, umefahamu? Ndio kanuni za ilmu, kuchangiana mitazamo. Ndio maana katika ilmu utakiwa kuwa na taasub. Hivi ndivyo. Ilmu si bahari bwana. Na bahari kila sehemu unaweza ukavua. Ukavua Bagamoyo, ukavua Kisii, ukavua wapi. Ilmu ni bahari, kote kuna samaki. Kwa hiyo sasa tunaenda na tafsiri ya mwanzo, innahu la qawlu faslun, hakika hii Qur'ani ni kauli ya kweli. Lakini ukisema ya kweli, usije ukasahau mtego uliokuwa. Usiishie kwenye kweli. Kuna neno faslu, takiwa na ufafanuzi, kwamba ni kauli ya kweli yenye kufafanua kila kitu kwa uhakika wake, na kwa Qur'ani ina haki ya kusema kila kitu kama utajua vizuri. Ndio maana utakuta mambo haya falsifizi kwenye elimu ya falsafa ni mambo ya juu. Falsafa ina ngazi, na ngazi ni ngazi ya juu ile. Philosophy of mind ni moja ya ngazi ya juu katika falsafa, lakini Qur'an imeigusa falsafa. Walfaslu, na ama tuendapo na lugha sema alhukmu alladhi, ni hukumu ambayo kwamba yanfasilu bihi alhaqqu min albatil, yatenganika au yapambanuka kwa hukumu hiyo haki na batil. Kisha akatuambia wama huwa bila hazli. Hii sasa unaposoma Qur'ani kuzingatia hiyo kwamba wama huwa bila hazli, si neno la mchezo. Qur'ani si neno la mzaha. Qur'ani isifanyiwe mzaha, isifanyiwe mzaha na msomaji, wala isifanyiwe mzaha na msikilizaji. Ndio maana mashekhe wanakataza kushangilia Qur'ani na kusomwa. Sasa unapokuwa unashangilia Qur'ani, unashangilia sauti ya msomaji, makosa. Qur'ani wapata wapi muda wa kushangilia?
Na wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, lakini angalia pili, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan, haijaisha, wa ala rabbihim yatawakkalun, kwamba hakika si vingine wale ambao waliosema Mola wetu ni Allah, Allah, so Mola wetu ni Allah, na alladhina innamal mu'minun, hakika si vingine wale ambao wanaamini idha dhukira Allah, pindi anapotajwa Mwenyezi Mungu, wajilat qulub, yani yadkhulu fil qalbi alwajal yadkhulu fil qalbi. Hofu ya namna ile ni ile hofu, alwajal ni hofu mpaka kunatoka vile vipele vile vya baridi, ni hofu kabisa. Unasikia Allah kitaji unaingia hofu. Ndivyo walivyokuwa sahaba mpaka wanaanguka chini, ni kipimo cha imani. Sasa Qur'ani ikitajwa ndani yake ni dhikri, ndio maana Qur'ani pia yaitwa dhikri. Mfano Qur'ani pia inaitwa dhikri kwa sababu ina maana Qur'ani na mambo mawili, ni mwongozo alafu ni dhikri. Kwa hiyo ikisomwa Qur'ani ndio dhikri pale imetajwa pia. Kama kweli wewe ni muumini una imani ya sawa sawa, utapatwa na wajab. Sasa kama unapatwa na wajab, muda wa kushangilia unapata. Yenyewe kama inakuambia msishangilie. Kwa sababu ile Qur'ani inaingia mpaka kwenye maungo na inazalisha kitu hakimpati ila muumini, kinaitwa alwajab. Lakini la pili, wa idha tuliyat, na pindi zikisoma alaihim, juu yao, ayatuhu, aya za hiyo Qur'an, zadatum iman, wakati imani inazidi. Na maana kuna vitu vinaingia ndani ya moyo wako, sio si moyo tu, kuna vitu vinaingia ndani ya mwili wako. Sasa muda kushangilia upataje hapo? Kushangilia alwaja aliweza kupatikana mahali pengine isiyokuwa ya Qur'ani, ile hofu na wasiwasi na nini. Lakini hata muda utapatia wapi? Na alwaja ilishaingia na imani imeingia. Lakini wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao wanafanya nini? Wanategemea. Hii aya imetosha kutafsiri wa ma huwa bil hazli. Haikuwa hiyo Qur'ani ni neno la mzaha. Kwa sababu gani? Inaingiza Qur'ani vitu vitatu kwa pamoja, yageuka inakuwa ni dhikri, yaingiza waja hofu. Lakini Qur'ani yazidisha imani kwa mtu ambaye hana imani, lakini inaizidisha tawakkul, kumtegemea Mungu kuliko kitu chochote wakati inasomwa. Sasa ma huwa bila hazli, si jambo la mchezo. Ndio maana Abu Huraira anasema wakati Qur'ani inasomwa, hakuna mahala Qur'ani itasomwa, sema Abu Huraira, ila malaika watashuka, na wale malaika wanatulizana, wanasikiliza ile Qur'ani. Lakini la pili, kuna shuka sakina, utulivu kwa wale waumini wanaosikiliza ile Qur'ani. Lakini pamoja na hayo kuna shuka na baraka na rehma kwa wale waumini wanaosikiliza ile Qur'ani. Sasa ndio nasema ma huwa bila hazli. Hiyo Qur'ani si jambo la mchezo, ni jambo ambalo lawashusha malaika wa Mwenyezi Mungu. Kuna yule sahaba, maswahaba walishtakia kwa Mtume Muhammad, sahaba ambaye usiku mzima kulikuwa kuna wakataa kwenye nyumba yake, taa haizini, na si taa moja, ni matambo, ilikuwa nyumba yote na wakataa.
Asubuhi yake walimwendea Mtume Muhammad, ambaye Rasulullah, tunaona ajabu kwenye nyumba ya fulani jana usiku, nini taa zinawaka kila mahala bwana. Asema hizo sio taa, ni malaika hao walikuwa wanasikiliza Qur'an, walikuja kusikiliza Qur'an. La'allahu qaraa surat al-Baqara, kwa hakika huyo alikuwa anasoma surat al-Baqara. Na suratul Baqara ndio sura kusomwa sana majumbani, zote zafukuza mashetani, lakini suratul Baqara inafukuza shetani, inafukuza uchawi kwa haraka zaidi. Suratul Baqara yenyewe inatia kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, kwa ajili yake Allah, ukisoma inatia kinga pande zote 4 za nyumba yako, hapiti sana. Sasa hiyo Qur'an ni jambo la mzaha, wama huwa bila hazli, sifanyiwe mzaha kwa namna yoyote. Qur'an kusoma huwezi kufananisha na chochote duniani. Ndio maneno ambayo yakisomwa baraka zapatikana, utulivu kwenye nchi, utulivu kwenye mji, utulivu kwenye mtaa, utulivu kwenye familia unapatikana kwa kusoma Qur'an. Usaid bin Hudayr na mwanae Yahya naye alishtakiwa kwa Mtume Muhammad. Usaid mwenyewe alikwenda kushtaki usiku kwa Mtume, alikuwa anasoma Qur'an na mwanae Yahya ni mdogo, lakini yuko farasi anarusha mateke, anahangaika yule farasi, anakwenda huku anakwenda huku anakwenda huku, akiacha kusoma anatulia yule farasi. Lakini kumepangana taa katika mbingu kama za shuka kwenye nyumba ya nani? Usaid bin Hudayr. Akataka tafsiri kwa Mtume Muhammad. Usaid bin Hudayr ni hao ambao walifanya kazi kubwa sana ya kupokea Uislamu, Waislamu wa Makka, walitengeneza sana Uislamu wa Madina. Wanafunzi wa Mus'ab bin Umair na Abdullah bin bin Maktum, Usaid bin Hudayr kwenda kuuliza kwa Mtume, ni nini nilichokuwa nakiona? Asema wale ni malaika walijipanga safu, wanasikiliza Qur'ani unaosoma. Na yule alikuwa anahangaika kwa wale malaika namna wanavyoshuka kwa mfululizo. Qur'ani kisomwa na kuwepo wakopo na malaika wenzao, ni wageni watukufu, na hao ni wageni wa Qur'ani. La yasuna Allah ma amarahu wa yafaluna ma yumaru, hamuasi Mwenyezi Mungu anachoamrisha na wanafanya wanachoamrishwa na Mungu. Sasa Qur'ani itakuwaje neno la mzaha? Ndio maana Mwenyezi anasema ma huwa bila hasli, alikuwa jambo neno la mzaha hata kidogo. Watu waambiwe hivyo kwamba Qur'ani si neno la mzaha, sio kufanya mzaha wala. Ikisoma Qur'ani tulizana. Mtume ilikuwa imesoma Qur'ani, ile aya inasema fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha 'adhabun 'alim. Mtume alisikia mtu mmoja anasoma ghorofani, Mtume alianguka sallallahu alaihi wasallam, na bila shaka kaangushwa na al-wajad, kwamba isubirie ile siku ambayo hizi mbingu hizi zitaleta moshi uliokuwa wazi, alafu ule moshi yaghsha nasa utawafunika watu wote, waseme hadha adhabu alim. Hii ndio adhabu ile chungu Mungu aliotoa. Hili ni hii dunia itafika mahala hapo wakati inabomoka. Sasa mbingu zitabomoka. Mbingu zimetengenezwa na moshi, ni gaseous material mbingu. Kwa wakati zinabomoka itatoa moshi, kote kutafunikwa, watu waseme hadha adhabu alim. Maneno haya manne yalimwangusha Mtume Muhammad, naye anatafsiri wa ma huwa bila hasli. Abdullah bin Mas'ud aliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya alquran, akajibu kwa heshima,
akasema aqra'u alayka wa ilayka, hakurudisha wa alayka. Ni taaddubu li rasulillah, kutumia hizi alfadhi kulingana na nani unaongea naye. Yeye mwenyewe asema ikra alayya alquran, soma juu yangu Qur'an. Yakamwambia aqra'u ilayka wa ilayka wa alayka unzila, ala kaisha kwenye Qur'ani, sio kwa yeye, ni kusomee wewe na juu yako imeshushwa. Ambia soma, akasoma Qur'an, akafika ile aya semaje, fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahida wa ji'na bika ala haula'i shahida. Fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahida, sindio? Qalqala bishahida. Itakuwaje tutakapowaletea kila mtume, tutakapomletea shahidi wake, kila umma tutakapomletea shahidi wake ambaye ni mtume, wajina bika ala haula shahida, au tukakuleta wewe Muhammad ukawa ni shahidi juu ya hapa. Alilia sana mtume, alilia, akamwambia basi, unajua kukulia mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanguka mtume sallallahu alaihi wasallam, na Qur'ani kuleta wajad na kuzidisha imani, kushuka makundi kwa makundi ya malaika kwa ajili ya kusikiliza Qur'an, kushuka rehma, kushuka utulivu kwa watu, amani, baraka. Ndio hii na utafsiri wa marua na yote yanayofanana na haya, na haikuwa neno la mzaha Qur'an. Haikuwa neno la mzaha. Tunataka tumalize, innahum yakiduna kaida. Alkaidu ni almakru, na almakru ni su'ul khafi. As-su'ul khafi, ule ubaya uliofichwa, ndio hasa asili ya kaidi. Kitimbi na si kitimbi, kitimbi. Mwenyezi Mungu akaleta mushakala, watu walimbadia hapo, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, fihi mushakala. Hakika wao wanakufanyia vitimbi vya namna mbalimbali, kwa maana ni ile kitimbi ni ule mpango wa siri unaofanyika kwa ajili ya kupatwa na makubwa. Kwa mfano katika vitimbi waliomfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam ni ule mpango wa mambo matatu. Moja, kumfunga mtume mpaka afe, kumfunga kwenye nguzo, tafutia chumba hiki wamkamate, mipango hiyo. Na tutafsiri kitimbi nini, ndio tuje kwa tafsiri. Mpango ule walimfanya Makuraishi kwamba huyu kijana dawa yake tunamfunga, funga kamba kichwani, unafunga shingo, mfunga barabara, mikononi unafunga barabara, miguuni unafunga barabara, huyo mpaka afe. Unafunga mpaka afe, Mungu chako hapo mpaka afe, umetajwa kwenye Qur'an. Kitimbi cha pili kwamba hili kama halitowezekana, mipango ya Abu Jahali inatokea. Kama ile haliwezekani hili, basi huyu tumuue au wawe. Na la tatu, au tumfukuze hapa Maka. Naona hiki ni kitimbi kwa sababu kimepangwa kwa nini? Kwa siri. Mambo matatu makubwa Mwenyezi Mungu akamwamuru mtume ahame. Angeweza kumhami, lakini hili la kwanza Ibilisi aliingia kwenye kile kikao,
akasema watu wake wana imani sana, wakisikia hivi watamfungua tu, ataingia akijua kwa mara fulani watamfungua. Hili la kumuua Abul Hikam, mwenye anamwita baba wa akili Abu Jahal, katoa ushauri hili ndio uzuri. Lakini hili ni kwamba koo zetu ni 12, kila ukoo mmoja atoke kijana mmoja apewe upanga, akisha anapiga nao, ili Banu Hashim wakitaka huko wa Mtume, wakitaka kupambana wapambana koo zote, kila koo ilishiriki, sio koo moja. Wakala rai nzuri zaidi, ndo rai nzuri ukitivi, na viko vingi sana zaidi hivyo, maelfu kwa maelfu. Mtume Muhammad alifanyiwa wenye maneno kitinzi, kwa kuna mtu wa vitinzi asema innahum yakiduna kaida, hakika wao wanakufanyia sana vitinzi, wa akidu kaida, na mtalipa malipo ya vitinzi vyao. Sio kwamba nami nitawafanyia vitinzi. Mungu hana vitinzi, hana mpango asili. Wa akidu kaida, na mtalipa malipo ya vitinzi vyao. Na ndio kama ulimwengu wa sasa watu naona wana kaida, ni watu wa vitinzi sana, mpango inapangwa kwa siri. Famahilil kafirin, wape muda kidogo makafiri, wape muda makafiri. Amhilhum ruwaida, wape muda kidogo tu, watajua kitama. Na kweli wale wote walikufa katika vita Badr, wale wote walikuwa wanahangaisha Sanadidu Quraish walikufa katika vita Badr. Lakini mpaka leo naambiwa famahilil kafirin amhilhum ruwaida, na sisi tunaambia makafiri wote kwamba famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Tumeona leo tumalize sura hii ili kesho Mwenyezi Mungu akitubarikia tuanze mambo ya nujum. Mambo ya nujum, buruji, hawa kina Mushtari, Mirihi, Hatari, ndio kesho inshallah tutafikia Mwenyezi Mungu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi.